Changamoto ambayo tulikuwa tunaipata kabla hatujapata hii elimu ya TEHAMA ni kwamba tulikuwa na ufundishaji duni, hasa kwa masomo ya sayansi ambayo yanahitaji ufundishaji kwa vitendo. Tunashukuru Mheshimiwa Diwani kwa kutuletea hii fursa, kutuletea hizi kompyuta na hii elimu ya TEHAMA. Sasa tutaweza kuwafundisha watoto wetu vizuri kabisa kwa masomo ya sayansi. Hususan mimi mwalimu wa biolojia nitaweza kufundisha kwa kutumia video kwenye hizo kompyuta zetu tulizopata kwenye mifumo mbalimbali. Kwa mfano mifumo ya chakula, kuna mfumo wa neva za fahamu, kuna mfumo wa utoaji taka mwili. Vyote hivyo vitaenda kuwezekana na kuinua ufaulu katika kiwango cha juu kabisa kwenye masomo yetu ya sayansi. Kiukweli tumekuwa na changamoto kubwa, hasa vitendea kazi, na tumelianza darasa hili mwaka huu. Tuliona ni muhimu kwa kipindi ambacho tulichonacho kuwa na darasa la namna hii. Kidato cha kwanza au mwaka waliosajiliwa mwaka huu kidato cha kwanza tulianza nao darasa hilo, na tulikuwa hatuna vitendea kazi kama kompyuta, lakini tulivyoongea na Mheshimiwa Diwani akasema hilo liko ndani ya uwezo wake na ataona namna gani atatusaidia ili watoto hawa kabla haujaisha mwaka wao wameshapata vitendea kazi. Sisi walimu tulikuwa tuna knowledge hiyo ya kompyuta, lakini changamoto ilikuwa kwa namna gani tunaweza kuwashirikisha watoto, namna gani wanaweza kutumia kompyuta katika kutafuta kujisomea, lakini kutafuta maarifa zaidi kwa kutumia kompyuta. Kwa hiyo naweza kusema wawezeshaji waliokuja kwa ajili ya kutuongeza, kutukumbusha, kwanza wametusaidia kupata hizo kompyuta, lakini pia watatusaidia kutukumbusha maeneo ambayo kwa kiasi fulani tunaweza kuwa tumesahau, kwa sababu teknolojia inakuwa kila leo. Kwa hiyo naweza nikasema semina hii imekuja wakati mwafaka sana. Kweli yataenda kuwasaidia kwa sababu kuna chumba maalum ambacho tumekiandaa kwa ajili ya kuwafundishia watoto. Na kabla hatujapata hizi kompyuta tulikuwa tunatumia vishikwambi vile ambavyo viligawiwa na serikali ya Chama cha Mapinduzi. Tulikuwa tunazima vishikwambi labda kama 3 au 4, tunawapa wanafunzi wachache, wanakaa kwenye makundi kutafuta notes na kutafuta vitu mbalimbali. Lakini kwa kutumia kompyuta hizi sasa itakuwa ni rahisi hata kuwaweka wanafunzi, labda wanafunzi 3 kwenye kompyuta moja, na tutaunganisha na network, kwa sababu pia tumepata ofa hiyo. Shule yetu itaungwa na ofa ya mtandao wa Airtel, tutapata hiyo. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi kuwafikia watoto wengi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo matatizo yale mengi ambayo labda wanafunzi walikuwa labda upungufu wa vitabu kwa mfano, au wanahitaji kufahamu mambo kadha wa kadha, kwa hiyo itakuwa ni rahisi sana kwa kutumia kompyuta hizi ambazo tumeletewa. Naitwa Mwalingo Kisemba, ni diwani wa kata ya Inyala na mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya. Kama unavyojua, elimu ni kila kitu, lakini na elimu na yenyewe kadri mtu unavyokwenda teknolojia yake inapanda. Kwa hiyo kilichotusukuma kuchanga hela na kuomba wadau na serikali ikatuchangia kidogo, ilikuwa ni kuanzisha somo la TEHAMA kwenye shule zetu 2 za sekondari na shule zetu 7 za msingi, kwa malengo ya kwamba watoto sasa wanaojifunza wawe usawa mmoja na wengine duniani. Kwa hiyo hayo ndio madhumuni makubwa, kwamba watoto wetu wajifunze TEHAMA, ambalo ni somo muhimu na ni somo la lazima niseme. Kimsingi tumeanza na walimu, ili walimu hayo maarifa wahamasishe au wayahamishie kwa watoto. Kwa hiyo najifunza leo walimu kwa siku 3, ingawa tuna walimu 4 ambao ni walimu wa TEHAMA, lakini tumechukua wengi, ili lengo letu ni kwamba walimu wote wafahamu hii kitu kisha waelekee kwa watoto. Lakini madhumuni yetu hayo
Kama nilivyosema mwanzo, lengo kuu ni kuboresha elimu. Mwalimu Geoffrey Samuel Janzile ni afisa elimu taaluma wa shule za msingi halmashauri ya wilaya ya Mbeya. Leo tumekuja hapa maalum kwa ajili ya kufungua mafunzo ya siku 3 ya matumizi ya kompyuta kwa walimu wa shule za sekondari na walimu wa shule za msingi. Lengo kubwa ikiwa ni kuwawezesha walimu hawa wapate umahiri wa matumizi ya vyombo hivi vya kiteknolojia ili wao waje waweze kuwawezesha wanafunzi, kwa sababu sasa hivi tunaanza na kompyuta hizi 34 na ambazo tunategemea kompyuta 10 zitabaki hapa Imezu, kompyuta 10 zitakwenda Iyawaya, lakini kompyuta 2 zitakwenda kwenye hizi shule 7 za halmashauri za kata ya Inyala. Lakini tunategemea kwamba huko mbeleni tunavyokwenda basi tutaweka madarasa ya kompyuta kwenye hizi shule zetu. Lengo ni kuhakikisha kwamba hao wanafunzi tunaowafundisha wawe na ujuzi wa kompyuta, kwa sababu mpaka sasa hapa kwenye hii shule ya sekondari ya Imezu kidato cha kwanza wameanza kusoma masomo ya kompyuta. Kwa lengo letu ni kwamba halmashauri ili kufika miaka ya mbeleni hapo tuwe na kompyuta za kutosha na wanafunzi wetu waweze kujifunza masuala ya teknolojia, kwa sababu sasa hivi maisha bila teknolojia hayaendi. Ombi langu la jumla kwa serikali imekuwa inafanya mambo mengi muhimu, hata hapa serikali nayo imeweka mkono wake, lakini tulikuwa tunaomba sana kwamba kama kuna uwezekano basi tuweze kuongezewa kompyuta katika shule zetu ili kusudi walimu wapate stadi na hatimaye wawe mahiri kuwafundisha wanafunzi wetu.